So kiukweli ni kitu ambacho mimi kimenisikitisha sana kuona vijana wadogo wanakuwa chuki. I don't know. Kwa sababu why? Hataki kuwa vile. Mando tumepiga simu. So kani sipige simu. Unaona toka usipigiwe. Wewe ukubwa gani bro? Yaani Zuchu kupigia simu. Watafute ukubwa kwanza. Au ukubwa gani unao? Yaani unajua mimi sometimes nikani nisome ile ndio maana sikutaka kujibu. Nimesoma sana ile post. Nikasoma. Eti anasema Mando hongera kwa kupiga simu. Bro, mimi nisipige simu. Sio hapo tu. Mimi katika safari zangu zote nimeenda. Mimi ndio waga naomba maombi. Zote nimeenda Afcon, nimeenda Trace Zanzibar, nimeenda kwenye ma event kibao. Mimi ndio naombaga maombi. Yes, mimi ndio naombaga. Sijawahi kupigiwa simu kwamba Elmando tunakutaka. Mimi ndio naombaga bana, nataka nije nijifunze brother. Susha leo vizuri. Mimi nafuata fursa sifuatu. Mimi sijawa wakubwa kama wao, Victor. Umeshaelewa? Wao wakubwa. Wao wanasubiri mpaka Diamond ampigie simu. Wanasubiri Zuchu wapigie kaka. Mimi sijafika level hizo. Mimi ina mwaka mmoja. Mimi sija trend kwa sababu ya issue za uchambuzi. Mimi ni mwandishi wa habari kutoka za 2000 way back. Wao wana trend kwa sababu jina la uchambuzi. Serikali ikisema minyo uchambuzi unafanya nini? Inakuwaje mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 link sasa kwenye exclusive interview niko na my brother kabisa hapa Elmando, tuna mambo mengi sana kuzungumza naye. Kwa lakini kama ndugu yangu kama anasemaje? Nyama mzee. Bana mimi bana nakushukuru sana bana kwa sababu tutapiga mpaka usiku. Kitu ambacho sijui heshima kuna watu wengine wanawapatia. Na nafikiri ni bondi mambo ya chemistry na nini, unajua unapofanya kitu unamfahamu mtu vizuri, ni rahisi sana kubondi interview kawa nzuri. Then wewe nikupongeze mzee, una detail yani kiukweli katika sisi hizi issues sisi tumezifanya sana. Kwa sisi kama tumetangulia tunaelewa, yani mtu mwenye detail umeelewa, anayejua hata kumhoji source kiukweli katika hiyo sehemu umeimprove mwanangu. Na mimi kitu ambacho nafurahi zaidi, una uwezo wa kuchapa entertainment, michezo, mdogo wangu, mambo ya siasa. Sema jamani, miguu yote. Mwanangu, hongera mwanangu. Shukrani. Hongera sana. Mando nikupongeze pia, umekuwa ukijichanganya sana tofauti na watu wengi ambao nawaona. Juzi ulikuwa kwenye image ya Zuchu. Nikaona group yako wewe na Diamond. Baadaye kaleta maneno pia na nini. Kwa shasha mtu ambaye afahamu pia. Kwa wewe hasa chemistry yako wewe na Diamond na watu ambao walichukulia negative pia. Ilikuwaje sasa? Kwanza labda nianzie kwenye issue Mbeju nianzie kwenye issue Mbeju. Unajua mimi ni mwandishi wa habari. By professional kabisa. Then mimi unajua ukija kwenye mwandishi wa habari, wewe unasoma mwandishi wa habari overall. Then wewe kama mwandishi wa habari unakuja kuchagua pande unaotaka. Kuna mwingine anataka kwenda kwenye michezo, kuna mwingine anaenda kwenye entertainment, kuna mwingine anaenda kwenye hard news. Lakini kwenda vioni tunafundishwa tu overall kama mwandishi wa habari, ila tunafundishwa mwandishi wa habari wa entertainment huko hivi, hard news huko hivi, michezo huko hivi. So mimi mwanzo kabisa nilianzaga issue za michezo. Baadaye nika switch nikawa nafanya entertainment. Unaelewa? So kama ni mwandishi wa entertainment Victor, ni vizuri sana ni ukiwa na detail kujifunza. Mimi hata nikikaa nyumbani ndio maana wanajifunza sana. Ndio maana mimi kunitajia mambo ya numbers brother, si unitajie nani? Numbers tu. Hizo numbers za digital. Brother, huwezi kuniambia chochote kwa sababu huwa nakaa sana najifunza. Ushanielewa vizuri? So ninapoona kuna jambo limetokea la kiburudani linaweza kuwa na faida kwangu, huwa nawahi kwenda kupata madini. So of course nilichelewa Imbeju kwa sababu ya mambo ya ofisini. Unajua ofisi zetu tunazofanya, huwezi wewe kila siku unaondoka ofisini. Then Imbeju ilikuwa inaanza saa 5 saa 6 mpaka saa 12. Sasa ofisini siku ya kwanza ya pili ya tatu zani hizo ofisi tumeajiriwa. Hata ofisi tunajiuliza au vipi? Yaani wewe kila siku unaondoka, wewe nani ofisi? Sio hiyo zile. So sikwenda zile siku zingine. Lakini siku ya 4 nilienda. Nilikuwa na nafasi na wala hata sikujua kama Diamond ataenda au Salama. Ila nilienda na lengo langu lilikuwa ni kwenda kujifunza. Na of course wakati tuko kwenye ile 10 years free for life ile, nilikutana na Diamond pale ndani. Kwa sababu nilipata mwaliko pale. So nikaenda nikamsalimia vipi? Akasema unajua nyinyi mnavyojifunza hizi kazi zenu mnahitaji mnakimbilia fursa na nini sehemu kama hizi, hata ukija kuzungumza ni rahisi sana kuongea kitu ambacho nakijua kwa sababu ulihudhuria pale. Umeelewa? Na mimi nimeanza kufanya hivyo kitambo. Hata Trace Zanzibar nilienda mimi mwenyewe. Nilienda Zanzibar kwa sababu najua naenda kupata madini mengi kwa ajili ya entertainment. Umeelewa? Na hizi kwa sababu ya Zuchu ni maarufu. Ila mimi semina nyingi za kimichezo za burudani nahudhuria sana. So nilivyoona hivyo niwapige Zuchu pamoja na timu yake. Nikamwambia wazee, bwana hii issue mimi nataka kujifunza bwana. Umeelewa? Mimi ni mtu wa entertainment. Kwa sababu nilifuatia clip siku ya kwanza ya pili ya tatu nikafuatia madini ambayo natemwa. Nasema hii inatakiwa nifike. Hivi vitu unaongolewa hapa na mimi nitajifunza kitu. Wakaniambia ilikuwa nakumbuka ilikuwa kama saa 5 saa 4. Wakaniambia njoo, why not? Njoo Elmando. Tena sisi ilikuwa tunawaza sana. Kwa nini mjaja na nini? Unaelewa? Kumbe sisi tunawaza hivi na wao wanawaza mbona jaja jamani. Unaelewa? So nikakimbia pale nikaenda kujifunza vitu vingi kwa kweli.
na vitu vingi nimeongea kwenye kipindi. Nimejifunza vitu vingi sana. So nilipewa nafasi, Zuchu akaniambia njoo hapa tukae hapa mchambuzi. Yeye mwenyewe mchambuzi na walikuwa watu pale. Umeelewa? So tukakaa pale mbele kwa sababu mimi ni mtu ambaye niko kwenye kiwanda. Walinipa heshima kwa sababu ya mimi niko kwenye kiwanda na unajua kazi ambayo naifanya. So nisingeweza kukaa na wanafunzi, unajua. Unaelewa vizuri. Na mimi nina nafasi ya kwenye entertainment kwa sababu hata Zuchu kunialika anajua nitaenda kuzungumza kwenye kipindi, taongelea kitu ambacho nilihudhuria. Umekiona? Yes, na ndio maana ya kwenda pale. So tukakaa nikauliza maswali, nikatoa hoja. Salamu alikuwa anaongea sababu vitu vingi havikurushwa. Kuna watoto wamelipa 500,000 Victor. Social Meju 500,000 mtoto mmoja. Umenani pale? Sasa madini unaofundishwa pale hayawezi kuwa live. So madini mengi yanaishia pale. Wao wanachofanya wanakata vipande tu wanawapa watu. Diamond nikaongea kutoka saa 9 mpaka saa 12 kaka. Wow. Diamond fidikiwa na Madam Rita. Saa 9 mpaka saa 12. Nasema ngapi? Saa 9, saa 10, 11, 12. Nasema 4. Lakini clip zilizopozewa zinafika masaa 4. Maana yake ni kwamba walikuwa wanaweka tu vitu vidogo ila vitu vingi wale wanatakiwa kujifunza kwa sababu wewe umekaa nyumbani hujalipia. Wao upewe material free. Na ndio maana kitu ambacho wanafanya. Umeshaelewa vizuri? So umeongea pale na ndo baadaye Diamond akaja. Baada ya salamu kutoka, Diamond angeingia alikuwa anafunga. Alikuwa anafunga jioni ile kama profesa na yeye. Akazungumza vingi, akatoka pale. Naye alikuwa anaongea, tuko na mchambuzi hapa na nini wako anazungumza. Lakini baada ya kutoka pale kwenye red carpet, tukakutana tulikuwa tunaongea pale. Mimi ni Diamond tunafahamiana kitambo. Watu ambao hawajui. Mimi nashangaa vijana unajua. Wanahisi yani mimi juzi kukutana na Diamond. Yaani ndio kitu ambacho nilizungumza mambo ya kuhate kuchukia. Mimi nilikutana na Diamond brother mara ya kwanza 2019. 2019 tunaenda kuzindua Wasafi Festival. Kwanza tulianza press pale Wasafi. Ni kuuliza maswali pale. Pale tulikuwa tujazoeana sana. Tukaanza kwenda Mtwara kuzindua Wasafi Festival. Ndio Dubai ndio kwa ile Konki Master Konki na Rayvanny. Tukazindua Wasafi Festival Mtwara. Ndio mara ya kwanza mimi kwanza kufahamiana na Diamond 2019 brother. Baada ya hapo the rest is history. Tukawa tunazunguka kwenye Wasafi Festival zote 2020 pia kabla ya corona. Baada ya tukazunguka tukawa tunaenda kwenye miaka 10 ya Diamond Kigoma. Umeelewa? Tukaenda kwenye show ya Diamond ya Kahama ile helicopter. Nakumbuka Diamond ile helicopter ile. Tukaenda mimi niko pale. Video zipo nimepost Instagram yangu. Tukaenda Wasafi Festival za wapi? Za hizi za Arusha, Moshi, kila kona tumezunguka. So mimi Diamond tumezoeana kitambo. Before hata issue 2022 ya kwenda Katari. Kwa muda way back tunafahamiana. So pale ulikutana na Diamond, kutana na mtu ambaye tumekutana kwenye kazi mara nyingi. Nimehudhuria kwenye press zake mara nyingi. Na mimi nilikuwa kimbelembele kumuuliza Diamond maswali. Hata kufuatia press nyingi. Tutasikia Mando mtu kama hivyo. So kukutana na Diamond pale sio kama issue ilikuwa ni ngeni. Kutana na watu ambao tunafahamiana, sio wageni. Inawezekana mambo ya kazi hapa tunapishana tu. Ushaelewa vizuri. So issue ya kwenda Katari na issue ya juzi kwa tunasalimiana vipi bwana, tulikuwa tunaelekazana vitu vingine kabisa. So ni issue ambayo ndio tukazungumza na Diamond pale, ndio ilivyokuwa. Umeelewa? So mimi nilienda kwa ajili ya sikwenda kwa ajili ya kukutana na Diamond, nilienda kwa sababu ya kujifunza, ila baadaye ndio Diamond akaja. Na mimi nilipofika pale ndio nikaambiwa Diamond atakuja baadaye, nilikuwa sijui kama atakuja pale. Diamond atakuja baadaye, okay basi atanikuta hapa. Lakini Mando ukiitazama kwa wachambuzi wengi na hata kwenye mitandao pia inachukuliwa, inaonekana kama Mando ameenda kufanya na ukiangalia pia hata imbeji wenyewe pia kwa ujumla ni kama hata wachambuzi wengine baada ya kuonekana wewe ikaonekana sasa imeenda haiko sawa, haiko nini. Tumesikia maneno yamezungumzwa, wengi wameikosoa sana. Unahisi kwa nini? Kuna wengine wanasema kwa sababu labda Mando kaenda ndio maana imeharibika pia. Kwa nini inaonekana hivyo? Mimi naharibu vipi? Watu wanavoice sasa. Sasa mimi naharibu vipi? Sasa ngoja nikwambie kitu moja. Nimeona watu wanakosoa. Na moja kitu ambacho wachambuzi wengi wanafanya, wachambuzi tunafanya. Huwa tunazungumza vitu ambavyo hatujui. Mara nyingi tunakurupuka. Mimi nakwambia ukweli Victor. Wachambuzi. Yes, mara nyingi tunakurupuka kwa sababu we have access, tuna access. Ili mtu akikaa tu akiangalia clip 2-3 anaondoka. Tunakurupuka asilimia kubwa sana. Mfano mdogo, mimi nilivaa ule usika, nipo pale. Then nikaja kureflect wenzangu wanavyochambua. Ndio nikajua oho, kumbe balaa ndo hili. Weupe. Nikajua jamani, bwana hiki sio, na mimi nilikuwepo. Bwana hiki sicho. Kwa sababu mtu mwingine anasema alikosea Diamond kufunga, angatakuwa wachukuliwe wanasheria. Watu si watu gani wa managers brother. Kundi la watu ambao walikuwa wanatoa darasa pale. Ndio maana mimi niliongea kwenye clip kama uliona. Nimesikitika sana kuona wasanii walioko pale ni wachanga na sio wasanii wakubwa. Brother, mimi niko pale. Kuna wanasheria wamezungumza. Kuna walimu kutoka vyuo vya
muziki kutoka Bagamoyo, kuna watu wa Basata, kuna watu wa Kosota, kuna watu wa Mirabaha, kuna watu wa digital. Brother, hakuna engo haijaguswa. Then mimi nikaja kuangalia wenzangu wanavyochambua nikasema mama ya. Na ndio maana wasanii wao wanatutukana. Ushaelewa? Nikasema okay, ndio kumbe tunafanyaga hivi. Nikasema haiwezekani. Mimi siwezi kufanya utoto huu. Maisha. Si ushaelewa vizuri? So wengi walizungumza kitu ambacho wajui. Zuchu kakosea. Kakosea. Yaani kwa sababu kwanza issue ifanyika kwa mara ya kwanza. Then imepata mwitikio mkubwa vile Victor. Listen. Nani alishaye kuandaa hata event? Kuwaza andaa event hata kuwafundisha wasanii wenzake namna. Kwa sababu nikwambia kitu moja vitu. Asilimia 90 mimi nawafahamu wasanii. Wewe mwenyewe unawafahamu wasanii. Wasanii hawajui kwenda leo muulize msanii. Hivi wewe ukipata stream moja Spotify unalipwa shilingi ngapi? Kama atakujibu ni kubabaisha. Mwambie YouTube unalipwa. Ushaelewa vizuri? Kwa nini wasanii kupata darasa pale? Unahisi ile ilikuwa wifi? Haizuzu kukoseana. Kuna mchambuzi mwenzako akaambiwa simu umeshiba zako viporo kule na nini ikaga mimi nimeshikiliwa sasa. No, mimi nahisi alisema Zuchu amesema umeangalia clip viwili. Na ndio maana nimesema Diamond nikaongea masaa 4. Then clip zilizopostiwa huwezi kuwapa watu material ambao wenzio wamelipia wanafundishwa then waonyeshe watu live. Walikuwa wanaposti clip baadhi. Then wewe huwezi kutoa ufafanuzi kupitia clip hizi. Ndio kitu ambacho anazungumza Zuchu. Kwa sababu pale ngombe Diamond kapostiwa kwa sababu ya content. Uliona mambo ya wanasheria wamepostiwa pale. Content za wanasheria. Uliona mambo ya digital, kusublimit ngoma, namna ya msanii kujisajili Basata, namna ya msanii Mirabai anavyolipwa, namna Kosota anavyofanya kazi, wamepostiwa. Walimu wanaofundisha muziki kutoka vyuo vya muziki, wamepostiwa. Unapata nguvu hapo kuzungumza na wakati watu walioko pale ndio wamekiona. Mimi mwenyewe nimekiona. Mimi mwenyewe nimeangalia. Na nikarizika brother. Yaani vitu ambavyo tumefundishwa pale, mpaka mikataba ya wasanii ya nje na ya bongo. Yaani unakuwa unasema okay, kumbe ndivyo watu wanavyofanya kazi. Sasa wewe huwezi kuchukua clip mbili za Diamond ambao kazungumza ukatoa ufafanuzi. Zuchu, imagine Zuchu mwenyewe hakupata nafasi ya kuzungumza. Umeshaelewa vizuri? Yes. Bro, yani event ambayo ilifanyika pale, hakuna mtu alishaye kufanya. Hivi pale wanafunzi wamefundishwa reality. Unajua kuna wale wanafundishwa chuoni, then unafundishwa reality na wasanii, yani maisha ambayo wamepitia. Yani maisha ambayo wasanii wao, kwa sababu wasanii wengi walioko pale wametoka kutoka chini, wamekuwa wakubwa. Mbinu gani wamefanya kupika? Diamond kwa mfano amewezaje kusustain kwenye game? Amewezaje kumaintain? Kwa nini hii ni content? Kwa nini ana numbers nyingi? Kwa nini ana subscribers wengi? Kwa nini ana followers wengi? Kwa Diamond ametema madini. Clip chache zimechukuliwa. Kuna feed queue kuangalia mambo ya Basata, mambo ya Kosota, mambo ya Mirabaha. Mjana Madam Rita kazungumza, wanasheria mambo ya muziki wamezungumza. Umeelewa ndugu yangu? Ukiangalia pia kwenye hili mando kabla hatujarudi kwa Diamond. Unadhani wachambuzi sasa, kwa sababu wewe ulikopa pale na umejifunza mengi. Wewe kama brother ambaye mimi naweza kusema hivyo umeanzisha hii kitu. Hata kama ilikopa lakini ilipoa, then ukarudi ukaanza kuifanya na ikapata hiyo tunavyoiona ilipo sasa hivi. Una lipi la kuambia? Kwa sababu wachambuzi sasa hivi ni tasnia ambayo inakuwa inaongezeka pia. Ili kwenda kuipa ile heshima isipotee. Nini kifanyike kwa wachambuzi zako? Hebu washauri pia. Ngoja nikwambie kitu moja Victor. Unajua kwenye issue ya analysis. Sawa? Analysis, uchambuzi usu kutoa data na nini? Kuanalyze kitu. Kuna mitazamo iko hii? Kuna fact na kuna issue ya mtazamo. Kama issue ni mtazamo, sema kwa mtazamo wangu. Kama ni issue ya fact, tumia fact. Kuna mtazamo hii? Kuna asilimia 90 ya wachambuzi tunao ni mitazamo. Sio 99. Ni opinion zao. Opinion ambao hata wewe unaweza kutoa opinion. Hata wewe yani shabiki anaweza kutoa opinion. Nikawasha taa yangu kimotomoto kwa nyuma. Yes, asilimia kubwa. Nisikilize. Ni opinion. Ukitaka kujiimarisha, go more in detail ways. Yeah, sure. Detail ways brother. Kama nyimbo na views milioni 50, hata nani aje? Milioni 50 utaiona hata wewe. Kuna jamaa tu Mula nani yule jamaa anafanya poa sana. Unaelewa vizuri? So yaani unamaanisha wachambuzi wale wa muziki. Wachambuzi wa muziki pia mimi nakwambia, nimeshaona mapungufu mengi sana. Fredrick Moore. Nimeshaona mapungufu mengi sana. Siku tulizungumza nikwambia wanafanya poa, lakini nimegundua kuna mapungufu. Mimi brother, huwa nakaa, mimi nikwambia kitu moja. Unapiga kauli yako. Nakwambia kitu moja Victor. Brother, hakuna mchambuzi mimi simsikilize. Mimi nakupa hii. Hakuna mchambuzi simsikilize. Ndio maana nikwambia, mimi natamani kuona wachambuzi kama kina Fredrick Moore, akina Suma. Si nikwambia mimi? Nikwambia mimi? Yes. Kuna mapungufu yapo. Kwa sababu ni na mimi nitakwambia. Sio leo nirudi hapa kwenye fact, kwenye wachambuzi. So wachambuzi kama ni issue opinion, hakuna mtu atakuzuia kusema kwa maoni yangu. Hakuna mtu atakuzuia. Kama ni issue fact, go more deep kwenye upande wa details.
Kwa mfano issue ya Imbeju. Imbeju watu walitoa mitazamo kwa miemko. Issue ya Imbeju Zuchu mimi nimehudhuria kaka. Mitazamo leo toka ni ya miemko. Aidha mtu hajaenda hajaona labda kaona Elimando kaenda hajaenda. Mimi sijalikwa na Zuchu bro. Mimi nimepiga simu brother. Kwa sababu mimi nafuata fursa Victor. Sifuatwi. Mimi sio mkubwa kama wao kaka. Wao wakubwa. Wao na brandi. Wao wanasubiri Diamond apige simu. Zuchu apige simu. Mimi bwana sifika level hizo. Mimi nafuata fursa kwenda kujifunza. Mimi sisubiri mpaka Diamond anipigie simu au Zuchu kwa sababu mimi najitaji kujifunza. Diamond kashafanikiwa. Zuchu kafanikiwa. Mimi nimefanikiwa brother. So maana yake ni kwamba mimi nataka nizifuate fursa nikajifunze. Zuchu anipigie simu na ukubwa gani brother? Yaani wewe unajiita mchambuzi sawa unataka kupigia simu na Diamond. Una impact gani? Unaposti kitu unapata likes 7. Sasa ndio kuongeza nini? Yaani wewe unaringa nini? So mwisho siku tusiache kuvimba vichwa. Mbona mwingine kaandika, Zuchu kakosea sana, hajatualiko waliko wewe nani brother? Yaani unajua kuna vitu vingine ukikaa wewe unajiuliza yaani eti Zuchu kakosea hajalika wachambuzi. Mama yangu. Ampei nafasi. Wewe nani? Bro. Hata ukialiko unaenda kupost kitu unapata like 6. Mnadogoshwa. Nikasema mimi jamani sitaki mniweke kwenye hilo kundi ya kulalamika ni Zuchu hajanialika. Wao nialikwa na Zuchu. Wachambuzi mnavuka mipaka. Yes, wakati mimi ni issue mbona kunisaidia mimi. Nialikwe. Bro. Wengine wanalipiani pesa. Watu wamelipa 500 watu wapigie simu na Zuchu. Nakuomba uje au Diamond kuhangaikia hata kuna kumbembeleza wewe. Wakanye Mando wakanye wachambuzi. Ndio ninachosema mimi. Bro, why? Go, yani nenda kwa faida yako. Nenda kajifunze. Yaani unasumbua ka Diamond akupigie simu. Diamond, Zuchu akupigie wewe. Yaani hata anaangalia basi haya nini nakuita. Nenda ka post tuone impact yako. Like 20, like 30. Bro, for what man? Ushaelewa vizuri. So, si wadharau. Ila tunatakiwa tujiongeze. Wajiongeze. Yes. Tujiongeze. Sehemu ambayo tunahitaji sisi kwa faida yetu. Nenda kajifunze kwa faida yako. Zuchu umekosea sana uje tualiko wachambuzi wewe. Kwenda huko bomba club chichi man. Kama ndio Dubai. Yaani Zuchu akana kuangekea wewe. Brother, fanya kazi, tafuta detail, umeshaelewa vizuri. Chambua, ingia deep. Kama nimesema twende na mitazamo miwili. Kama issue na opinion, waambie watu hii ni opinion yangu. Ya kwangu mimi. Yes, kama ni detail, oleza detail. Kwa sababu issue ya Zuchu haikuwa ni issue opinion. Ilikuwa unatakiwa waambie watu detail. Sio opinion yako. Unaelezaje opinion wakati tukio limefanyika na watu wote wamehudhuria? Watu wote walikuwa wana sheria, kila mtu unaambia kwa maoni yangu. Maoni yako vipi na wakati wote walikuwa? Umeshaelewa vizuri? Yes. Lakini kwa kumalizia sasa masuala ya mwisho nimeona pia Diamond alizungumza kuhusu swala la wasanii kuzungumza mara kwa mara. Kwa sababu mimi kuna time ambapo na kuepa medias na vitu kama hivyo pia kwa wasanii, lakini unadhani katika kile alichokuwa nakizungumza Mondi Diamond nini ambacho ulichokiona alikuwa anakilenga? Kwanza kabla ya kwenda kwa Diamond brother, niseme jambo moja. Niliona wachambuzi wengi. Mimi kwanza sina time na mchambuzi wote brother. Mimi kazi yangu nimeanza uandishi wa habari. Hii issue mimi ndio nimekuja na wazo hilo. Wameumia sana, wameniattack sana. Mimi nashangaa rafiki yangu. Yaani mimi nikifanya kitu, wanachukua na kipozi wananiattack. Bro, yaani maoni yangu, si ndio? Bro, toa maoni yako basi tuone. Sasa why yani more attacking, hating? Inakuwa personal. Why inakuwa personal brother? Mimi nafanya nini? Kwa sababu mimi mtu ambaye anataka kuchukia labda ni mimi. Mimi nimekuja na idea. Watu wengi wananiambia Salama Jabir alikuwa anafanya vile. Mimi nimekuja in modern way. Nimeanzisha kitu, vijana wenzangu tumeingia, tumefanya. Na mimi nasema game imechangamka. Zamani mimi nilikuwa natukana peke yangu. Lakini nao tuko wengi. Ushaelewa vizuri? Mtu angetaka kuumia ni mimi. Asa bro, wewe unaumia. Yaani mimi Diamond hatujajuana hapa. 2019. Wewe umemjua Diamond na wiki mbili. Bro, yani how wewe unakasirika unamponda Elimando wakati hata interview na Diamond huna. Yaani wewe hujawahi kufanya hata interview na Diamond. Bro, mimi nimekaa na Diamond World Cup Qatar Plaza. Mimi tunatembea mtaani hivi. Umeshaelewa? Yaani kama washikaji, kama mimi ninavyotembea. Tuko mimi Diamond, Mwijaku alikuwepo, Baba Levo alikuwepo, Manara alikuwa na wake zake, Bosso alikuwa naye, Zuchu alikuwa na show Marekani. Alipotoka kwenye show Marekani akapitia Doha, tukaondoka wote tukaja. Tumekaa tunakula wote mtaani pale Doha, tunazunguka, tunazurura. Simu yangu nimenikuonyesha pale. Sasa wewe, mimi nimewahi kukaa na Diamond vile tunapiga story kama washikaji. Wewe kukaa na Diamond hata kana hujawahi. Hujawahi kufanya hata interview na Diamond. Hujawahi hata kusafiri naye. Yaani wewe ndio unakitoa mjua Diamond. Yaani wewe Diamond Elimando kukaa na Diamond unaumia. Umemjua Diamond una miezi mitatu brother. Mimi toka 2019 sijawahi kuonyesha, kwa sababu Diamond anajua Elimando anafanya kazi professional. Mimi sikatai kukosea. Mimi nakoseaga. Hata Diamond anakosea. Si binadamu bwana. So Diamond anajua kabisa. Hapa kakosea kama binadamu. Achana Diamond. Mimi nimefanya kazi na Alikiba brother. Nimefanya kazi na Harmonize kwa karibu na wanajua mimi nafanya professional way. Hata mimi nashangaa mtu ambaye umemjua Diamond na miezi mitatu brother.
Bro, yani ingekuwa ni mimi, nisikize. Nani huyo? Ingekuwa ni mimi, yani na uwezo wa kuumia hivyo. Mimi toka 2019 ndio ningekuwa nalalamika. Yani ingekuwa inaniumiza. Mimi si hata kuonyesha hiyo ukaribu wa vile kwa sababu gani? Nataka kufanya kazi ni professional, niwe na space. Unajua kufanya kazi karibu na wasanii pia. Ukifanya jambo, ukimzungumzia ukimwambia ili ufanye ni rahisi sana kupigia simu. Elmando so mimi nimeweka space na wasanii ili nifanye kazi kwa uhuru wangu. Ushaelewa vizuri? So I don't know why inatoka wapi rafiki yangu. Mimi hata sina time nao. Yaani ungejua mimi sina hata muda huo rafiki yangu. Sijawahi hata kuposti mtu. Yaani nashangaa. So unaelewa vizuri? Kwa kikweli ni kitu ambacho mimi kimenisikitisha sana kuona vijana wadogo wanakuwa chuki. I don't know. Kwa sababu why? Hataki kuwa vile. Elmando wetu umepiga simu. So kani sipige simu? Wewe unatoka usipigiwe? Wewe ukubwa gani bro? Yaani Zuchu kupigia simu. Watafute ukubwa kwanza. Au ukubwa gani unao? Yaani unajua mimi sometimes nikani nisome ile ndio maana sikutaka kujibu. Nimesoma sana ile post. Ngasoma. Anasema Elmando hongera kwa kupiga simu. Bro, mimi nisipige simu. Sio hapo tu. Mimi katika safari zangu zote nimeenda. Mimi ndio waga naomba maombi. Zote nimeenda Afcon, nimeenda Trace Zanzibar, nimeenda kwenye ma event kibao. Mimi ndio naombaga maombi. Yes, mimi ndio naombaga. Sijawahi kupigiwa simu kwamba Elmando tunakutaka. Mimi ndio naombaga bana, nataka nije nijifunze brother. Susha leo vizuri. Mimi nafuata fursa, sifuatwi. Mimi sijawa wakubwa kama wao, Victor. Umeshaelewa? Wao wakubwa. Wao wanasubiri mpaka Diamond ampigie simu. Wanasubiri Zuchu wapigie kaka. Mimi sijafika level hizo. Mimi inakuwa mwingine. Mimi sija trend kwa sababu ya issue za uchambuzi. Mimi ni mwandishi wa habari kutoka za FMD way back. Wao wana trend kwa sababu jina la uchambuzi. Serikali ikisema mingi ya uchambuzi unafanya nini? Mimi mwandishi wa habari na kama kwa uchangazaji brother. So yani why unatengeneza mazingira? Naona pia before the fame inafanya poa sana. Yes my brother. Yeah, so mwanangu hii kikweli nilibaki nimeshangaa. Nikasema jamani, hii inatoka wapi? Au ndo kile ndugu yangu Msafi anasema kwamba kuna baadhi sasa watangazaji wanajificha kwenye uchambuzi mpaka tunawasahau kuingia. Inawezekana, of course, inawezekana na mimi nasema hivyo kabisa. Inawezekana my brother. No detail ndio maana nimekwambia kama nataka tufanye uchambuzi ufike mbali, tuwe na option mbili. Ajulikane mtu ambaye anatoa maoni yake, ajulikane mtu ambaye anaongea for fact. Simple like that. Kama wewe ni mtu wa opinion yako, sema kwa maoni yangu ili watu wajue wewe ni opinion. Hata shabiki anaweza katoa opinion. Kama unatoa detail, nenda kwa detail ambayo hata shabiki akiwa mtaani hawezi kuzipata detail, atasema okay, kumbe ndio hivi. Umeshaelewa? So nikirudi kwa issue Diamond, issue wa wasanii, unaambia kuzungumza ya kuongea mara kwa mara, mfano Diamond ni bongo flavor. Mimi nasemaga hivi. Diamond ni bongo flavor. Kagusa bongo flavor kwa asilimia kubwa sana. Hakuna sehemu ambayo utammention usimtaje Diamond. Yaani ukitaja watu wenye kazi kubwa utamtaja. Collab kubwa utamtaja. Tuzo, shows, everything, numbers utamtaja. So ile ndio bongo flavor. Tunaizungumzia. So maana yake anachozungumza kitu ni kitu ambacho ka experience. Na nini nishazungumza hata kwenye kipindi. Msanii huwezi kuwa wewe ukipata kitu tamko. Ukipata kitu Instagram, bro, unapunguza kitu kinaitwa credibility na heshima. Unakosa kitu kinaitwa thamani, unapunguza thamani yako. Unakuwa huna value. Hata media huwezi kuwa attraction kwenye media. So wewe unaandikaga Instagram. Ukifanya kitu chui. Ndio maana anakupa mfano mmoja Victor. Kwa hizi wiki 3 wiki 4 mwezi, Diamond katukana watu wangapi? Interview ngapi zinafanya za mponda mshikani? Wengi sana. Unaona kaongea popote? Hapa. Matured. Lakini brother, ingekuwa ni msanii mwingine kapondwa hivyo. Msanii mwingine anajitahidi ni Alikiba. Kiukweli tuongee unafiki. Naye pia anajitahidi pia. Alikiba huaga ni ngumu sana kuropoka. Hata umtukane vipi Alikiba hizi kujibu brother. Lakini wasanii wengine watakuwa wajifunze kwa majanti brother. Yaani uwezekani wewe umekosoa na mtu, yaani tayari ushaandika tamko. Unapunguza kitu kinaitwa attraction my brother. Kweli. Watu wanakuita kwa sababu ya nini? Yaani unakuwa huna content. Yaani watu hawana time na wewe kwa sababu gani? Everything you talk, unaongea tu hata usipoitwa kwenye media, ukikutana na mtu unaongea hata kwenye simu yako na jirekodi, inapunguza kitu kina credibility na thamani. Pia kwenye media unashindwa kuwa na mvuto wa content. So amezungumza kitu cha msingi kwa sababu ni mtu ambaye kayaishi yale maisha. Utambishia nini? Yaani mbona unambishia nini? Kwa sababu yeye katoka from the scratch. Ni bilionea sasa hivi. Unambishia nini? Kwa sababu kapita pale kajifunza kaona utapita njia hii na sisi tunaona mafanikio yake. Utabisha brother. So kitu ambacho amezungumza Diamond ni kikubwa sana, ndio maana nimesema wale wanafunzi wamebahatika sana. Vuta picha wasanii ambao wanafanya muziki sasa hivi wangehudhuria pale. Lakini wasanii kwa sababu ya kuvimba, kujisikia Zuchu kalipo hela mimi nikafanya nini pale. Brother, hii faida yako. Nimeona pia yuko kwenye show wapi kule Morocco pia. Yes. Ni show namna gani sasa? Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.